Kile tumesoma kwa lesson sasa, yeye anakuja kufulfill yale ambayo ilikuwa ni remembrance, makumbusho ambayo Waisraeli walikuwa wameambiwa wao wakifanya walipokombolewa kutoka nchi ya Misri. Ikawa sasa yeye kutimiza, akakuja na meza ya Bwana. Meza ya Bwana ambayo ilikuwa inaashiria ya kwamba yeye ambaye ni mwana kondoo, yule aliwakomboa mnyama, alikomboa Wayahudi kutoka Misri, lakini yeye anakuja kukomboa wanadamu kwa damu yake. Na ndio sasa akajiandaa, akaleta meza ya Bwana. Na meza hii ya Bwana walipofanya na wanafunzi wake, ikawa ni kwamba wawe wakishiriki kwa kumkumbuka yeye. Kumkumbuka kwa nini? Kwa sababu yeye amekuja, akafa na hakubaki kaburini, alifufuka. Kwa njia nyingine, amekuja, ametukomboa sisi kutoka kwa dhambi, kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hivyo ametutoa katika mauti ambayo tunapata kwa dhambi, na anatuweka katika uzima wa milele. Amen. Na ndio kwa sababu yeye alipokufa hakubaki kaburini, alifufuka. Na alipokuwa akifaa, akatuambia, akatuachia ahadi, akasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Kwa nini? Kule ninaenda kwa Baba yangu kuna makao mengi. Yaani nafasi iliyoko inaweza kuwachukua nyote. Naenda kujiandaa. Nikishaandaa nitarudi. Nikisha kuja itawatwaeni, ili pale nitakapokuwa nani uwepo. Kwa njia nyingine, yeye anaandaa tuangalia meza ya Bwana, tuwe tukikumbuka kwamba huyu Yesu ambaye alitufia atakuja tena mara ya pili kutufanya nini? Kutuchukua twende kuishi maisha ya miaka mingapi? Milele na milele. Kuhusu na pasta moja alikuwa akituhubiria, akitranslate, akasema tutaenda kuishi miaka milele na milele. Kuchakumenya kimiko ni kimiko. Mindali na mindali. Kwa hivyo tunapofanya meza ya Bwana tunakumbuka yeye alivyotukomboa kutoka kwa dhambi, ili twende kuishi uzima wa mindali na mindali. Na ndio kwa sababu leo hii tunayo meza ya Bwana. Meza ya Bwana hii inatuleta pamoja, na tumesema ni ya kutukumbusha kifo chake na kufufuka kwake. Na hivyo imagine mtu anakufia, yaani anakufa badala ya wewe. Wacha tu kukufia. Mtu akija, ulikuwa una njaa na una tatizo ambalo una mbele una nyuma, unaona wewe umeisha, alafu mtu aje anakutoa katika hiyo shida, utamsahau? Utamsahau? Lakini kwa haki ya binadamu huwa tunasahau. Utamkumbuka kesho kutwa, ukisha sababu sasa shida imesiisha, hata unasahau. Tunamsahau hata yeye. Pesa pata anakuambia kitu, namwambia kwenda huko, kwa sababu nimesahau. Je, kifo cha Yesu tunakichukuliaje? Sio kifo cha hivi. Sio kile kifo kilikuwa cha mnyama. Hiki ni kifo cha mwana wa Mungu ambaye alitupenda na akajitoa maisha yake kwa ajili yetu. Ni kitu ambacho tunatakana tukumbuke kabisa, ambacho kitufanye tukue karibu na Yesu kila wakati. Ni kitu ambacho kinatuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Tumetoka kwa kifo, tunaenda kwa uzima wa milele. Ukisahau, unatupa uzima wa milele. Karibuni nyote wageni wetu ambao tulibatizwa juzi. Ubatizo
Tunaposhiriki meza ya Bwana inakuwa na vitu vitatu. Kimoja cha kwanza, tunakuwa na kutawadhana miguu. Wale ambao mnaona kama sasa Waislamu wana mfungo na hata kawaida huwa wanakuwa na swala mbalimbali za siku, wanapoenda msikitini, kabla hawajaingia kwenye msikiti wanajitawadha miguu, yaani wanajisafisha miguu, waingie ndani wakiwa ni wasafi. Na si miguu peke yake, Waislamu wananawa mikono, wanajitawadha miguu, wananawa hata uso, ndipo wanaingia kwenye msikiti. Hivi basi nasi pia tunaposhiriki katika meza ya Bwana, tuna kitu cha kwanza ni kutawadhana miguu, na ndicho kitu Yesu alifanya. Alitoa beseni ya maji, akachukua taulo, akajifunga kiunoni, akaanza kuwatawadha wanafunzi wake miguu. Hii ilikuwa ni kuashiria ya kwamba sisi wanadamu, na Yesu mwenyewe anatuonyesha jinsi ya kuwa na humility. Tasemaje wale wa Swahili? Uvumilivu. Kwa Tanzania nikasahau Swahili, nimekaa Kenya kwa mrefu. Uvumilivu. Unyenyekevu. Tuwe na unyenyekevu. Alifundisha kuwa na unyenyekevu. Hivi ni kwamba wewe ukiwa na Kristo ndani yako unakuwa mnyenyekevu. Kunyenyekea kwa jinsi ya kwamba unaweza kuwatumikia wengine na kuwasaidia wengine, haijalishi wewe ni wa kiwango gani, haijalishi una nini, haijalishi hauna nini, lakini kuna kitu ambacho unaweza kuwatumikia wengine. Kwa hivyo kuna kule kunyenyekea. Jambo la pili, katika meza ya Bwana tunakuwa na mkate. Mkate unadhihirisha ama unasimamia mwili wa Yesu. Huo mwili wa Yesu ambao aliutoa, ukauawa, ukavunjwa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo tunakuwa na mkate ambao tunapoula, yeye mwenyewe alisema, kuja kwangu na kupata uzima wa milele lazima ule mwili wangu. Na kula mwili wake ni kule kumkubali ndani yako ili aweze kucontrol maisha yako. Na ndio unapata Waislamu wanabadilisha, wanasema nyinyi mnakula watu. Hatumuli mtu physically, tunamula spiritually, tunakula kiroho, ili ya kwamba tunampokea Yesu ndani yetu, yeye apate kuongoza maisha yetu, ili tuweze kujiandaa kwa ufalme wa milele na milele, kwa sababu yeye alisema, mimi ndiye njia na uzima wa milele. Jambo la pili, katika mwili kunakuwa na damu. Hapo awali wana wa Israeli walikuwa wameambiwa kutoa sadaka, kafara, ili kusamehewa dhambi. Na ndio kwa sababu Yesu naye alimwaga damu yake. Hiyo damu yake ni uhai wake ambao aliutoa ili kuweza kutukomboa sisi. Kwa sababu uhai wa mnyama, uhai wa mtu umo katika damu. Na hiyo damu ndio Yesu ambaye alimwaga kwa ajili ya kutukomboa sisi. Na ndio kwa sababu katika meza ya Bwana tunakuwa na divai. Divai inasimamia damu ya Yesu. Damu ya Yesu tunapoinywa ina maana ya kwamba unatoa uhai wake ambao aliutoa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Na ndio kwa sababu sasa tunaambiwa, Paulo anasema fungu lile ambalo tulisomewa, 1 Corinthians chapter 11 verses 27. Tusomee Kiswahili. Inasema, basi kila aulaye mkate huo au kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Asante. Paulo tu anatoa tahadhari ya kwamba tunaposhiriki katika meza ya Bwana, hii ambayo nimesema, haya mambo matatu ambayo tunayapitia, ukiyafanya bila tahadhari,
imesema utafanya nini? Unajikatia hatia. Yaani wewe unakuja kushiriki bila kutambua, unakula mwili wa Yesu, unakunywa damu yake aliyoimwaga msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Na ndio kwa sababu unapata wakati tutakuwa na meza ya Bwana tunatangaza mapema. Kule kutangaziwa mapema ni kwamba hizi siku ilikuwa ni wiki moja ama wiki mbili, uanze kujiandaa, uanze kujichunguza, uone ni mahali gani nimepungukiwa, uone ni mahali gani nimeenda kando na maagizo ya Mungu, uone ni mahali gani nimekosana na ndugu yangu, uone ni mahali gani nimekosea ndugu yangu, uone ni mahali gani nimekasirikia ndugu yangu. Ikiwa kuna jambo lolote ambalo linakutoa katika barabara ya Mungu ambayo imenyoka, unajiangalia. Na unapojiangalia ama ukishajiangalia na uone ya kwamba nilikuwa na kasoro mahali fulani, unaenda kurekebisha. Unarekebisha. Maana ya kujichunguza ni kujitambua. Ukishatambua unarekebisha. Ukisharekebisha, wewe unakuwa umejiandaa kwa ajili ya meza ya Bwana. Si ya kwamba ukitambua nilikosa ama kutambua mimi ni mwenye dhambi basi kufanye usije kushiriki. Kujitambua mimi ni mwenye dhambi na pale ambapo nilikosea ni kukusaidia kuweza kuzitubia hizo dhambi, ili unapokuja mbele za Mungu unajitoa. Na unapojitoa, unapokuja mbele za Mungu, una hakika ya kusamehewa, na ukishasamehewa unatarajia uzima wa nini? Uzima wa milele. Si ni vizuri kupata uzima wa milele? Kwa sababu ndilo tumaini letu la kila mmoja. Kwa hivyo ndugu zetu ambao wamejiunga nasi, hiyo ndio utaratibu ambao tutakuwa nao, na kila wakati tutakuwa tunakuwa na meza ya Bwana. Ni kujiangalia tu, kujiangalia, ujiandae na kuja kushiriki ukijua hai nashuhudia kufa na natangaza kufa na kufufuka kwa nani? Kwa Yesu Kristo na marejeo yake, kwa sababu atarejea kutuchukua na kwenda kuishi maisha ya milele na milele. Kwa hivyo baada ya hapa tutaondoka, tutaenda